Habari zenu ndugu watazamaji wa channel hii ya Jibambe TV Kenya. Basi leo pia nimekuja tena na somo jingine mbele yenu. Hapa ya skrini mnaona mti kama huu. Basi mti huu kwa majina uko tuna majina mengi, lakini leo ningependa nielezee lile jina ambalo kwamba ninalijua mimi, na labda kwa majina ya kwenu siwezi jua majina yote kwa sababu kabila ziko nyingi tu duniani. Lakini leo ningependa waelezee kuhusu mti huu. Mti huu unaouona hapa mbele yenu ya skrini, huu ni mti unaitwa mshomoro kwa jina la watu wa pwani ya Kenya, ama kwa majina ya watu wa Kenya wengi wanaojua kama mshomoro. Na pia Kenya kuna majina mengi, wale makabila tofauti, kila mmoja ana jina lake, ila kwa watu wa pwani ya Kenya, kwa sababu huku ndiko niliko mimi na ninajua majina haya kulingana na watu wa pwani ya Kenya. Basi mti huu unaitwa mshomoro. Mshomoro pia uko na faida nyingi sana, kuanzia majani hadi mizizi yake. Lakini leo ningependa niwaelezee faida inayotokana na majani ya mshomoro. Basi mti huu ni mti ambao kwamba umetibia watu kutoka jadi, kutoka zamani. Sio kwamba ni kitu nakielezea naanza mimi, ila ni vitu ambavyo vimefanyika karne na karne, miaka mingi iliyopita. Kabla mimi nizaliwe ama na wengine wazaliwe, watu walikuwa wakitumia miti shamba. Kulikuwa kipindi hicho hakuna hospitali, wala kulikuwa hakuna kitu chochote isipokuwa ni watibabu wa kienyeji ndio walikuwa wakitibia watu, na watu walikuwa wakipona bila shida yoyote. Kwa hivyo nakuomba kwa imani, kama kweli wewe unataka uponyaji ama unafuatilia dawa za miti hii, basi nakuomba uwe karibu nami. Na kama ni mgeni, na kuomba subscribe channel hii ya Jibambe TV Kenya ili upate kujiunga nami. Ukisha subscribe channel hii, basi utakuwa umejiunga nami na utakuwa unapata video zile ambazo kwamba zitakuwa nazipeperusha kila siku. Utakuwa ni mtu wa kwanza kuzipata na pia kupata faida inatokana na miti kama hii. Basi moja kwa moja katika malengo yangu ya kuwafundisha dawa hii, basi najua kuna watu ambao kwamba wanatabika na pressure. Watu wanatabika na pressure kila siku, kila uchao watu wanapata shida zinazotokana na pressure. Basi nakuomba mti huu ukiona mahali, mti huu wa mshomoro, mti huu huwa, wacha kwanza niwaelezee ili mjue mti huu huwa ni mti uko vipi. Unaona hizo vitembe hizo, hizi vitembe huwa zinakuwa ziko nyeusi. Zikishaiva zinakuwa nyeusi na huwa zinapendwa sana na ndege. Huu mshomoro tembe zake huwa zinaliwa sana na ndege, vitembe vyeusi. Mti huu basi huwa unapendwa sana na ndege kukula hizi tembe zake, hizi unaziona hizi tembe nyeusi. Lakini leo naelezea majani yake. Kama kuna mtu anasumbuka na pressure ya kupanda, ameenda hospitali lakini bado anapata shida, pressure haishuki, ama hata ikishuka inashukishwa kwa lazima, baadaye akirudi nyumbani baada ya siku mbili pressure imerudi tena imepanda, basi njoo katika mti huu wa mshomoro. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, chuma majani haya, naenda kachemshe majani haya. Utakuwa unakunywa kama vile unavyokunywa chai. Utakunywa asubuhi kabla haujakula chochote, utatanguliza chai hii ya majani ya mti huu wa mshomoro. Utakunywa kikombe kimoja, na kikombe mchana na jioni. Utakuwa unakunywa mara 3. Utakunywa asubuhi, mchana na jioni, majani ya mti huu wa mshomoro. Nadhani mnauona vizuri hapo, tazama vizuri hapo. Basi mti huu nadhani wengi tunaujua. Kwa hivyo ukishapata majani ya mshomoro, utaenda utachemsha na utaweka kama maji lita 1 ama lita 1.5, kiasi kile ambacho utatumia kwa hiyo siku.
kuanzia asubuhi, mchana na jioni. Basi ukishatumia hiyo siku, unatupa yale majani, unakuja unatunda majani mengine freshi. Siku nyingine ya pili yake unatunda majani ama unachuma majani fresh, unaenda unachemsha tena, unakunywa asubuhi, mchana na jioni. Kiasi cha wiki moja utakuwa unafanya zoezi hilo, na utakuwa unafuatilia kupima presha yako iko vipi, imeshuka, imepungua ama iko vipi. Basi utakuwa wewe mwenyewe unafuatilia. Kama kuna hospitali karibu, utakuwa unaenda ukipima, ukijiangalia. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi presha yako itakuwa ni yenye kushuka, na itakuwa pia umebalance, itakuwa haipandi mara kwa mara wala kushuka, kwa sababu mti wa mshomoro una sifa ya kubalance pressure. Ama hata kama inasababishwa pia na sukari, pia itakuwa ni yenye kupunguza makali kama hayo. Mti kama huu utakuwa unaishi ukiwa una amani bila kuenda hospitali mara kwa mara. Basi ndugu mtazamaji, na kuomba kila kitu inaenda kwa imani, na kama unaamini kwamba miti ni dawa, basi fuatilia, utapata faida nyingi sana inazotokana na miti kama hii. Mimi sina mengi. Kama itakuwa kuna mahali haujaelewa, uko na swali, basi utaweka comment pale. Kama kuna mahali nimesahau, labda utaniambia. Lakini nakuomba subscribe channel hii ya Jibambe TV Kenya, like, share na wengine, na utapata faida zinazotokana na miti kama hii. Nawapenda sana, asanteni na karibuni nyote.